Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Septemba 28 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa zilizopewa kipaumbele. Linaanza na habari inayosema tuache kuzoea kifo. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema tuache kuzoea kifo. Lakini ahadi 5 CCM zilizoacha matumaini mikoa ya kusini. Ahadi 5 za CCM zilizoacha matumaini mikoa ya kusini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini mapito ya Mpina kusaka uraisi. Mapito ya Mpina kusaka uraisi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo lenye habari kubwa inayoanza kwa kusema Chauma kuwafyeka madisi marasi machawa. Chauma kuwafyeka madisi na marasi machawa. Lakini Chavita yataka wagombea kuweka watafsiri lugha ya alama. Chavita yataka wagombea kuweka watafsiri wa lugha ya alama. Lakini kuna habari kubwa inasema mbio za urais mtifuano. Hiyo ni habari kubwa inasema mbio za urais mtifuano. Mgombea urais amsimamisha wanachama makamu mwenyekiti. Yeye asema hatambui, ataendelea kunadi wagombea. Kafu walia kuchezewa rafu kwenye kampeni. Lakini Tanzania inalaani ukiukwaji wa haki za binadamu. Tanzania inalaani ukiukwaji wa haki za binadamu. Na ahadi 33 za Samia mikoa ya kusini. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini kuachana gazeti ya Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge. Linaandika utendaji kazi wizara ya nishati, taasisi zake waimarika. Utendaji kazi wizara ya nishati, taasisi zake waimarika. Ununuzi dhahabu BOT yatajwa kinga ya uchumi. Mloganze Pwani. Hiyo ni habari imeandikwa tu ni Mloganze Pwani. Samia atua kwa kishindo mkoa wa Pwani kuchambua ilani ya CCM na utekelezaji wake. Lakini kete 10 za Samia kusini. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Machinga. Huko gazeti lako la Mzalendo linaandika CCM itasimama na nchi zote zinazopenda amani. Huyo ni Steven Wasira. Lakini mgombea wa urais wa DP ampa pole Dr. Mwinyi. Na happy CCM ndio yenye uwezo wa kukuletea mageuzi. Lakini habari kubwa ni Dr. Samia kufunika Pwani leo. Amani ndio msingi utekelezaji wa kauli mbiu yaja. Amani ndio msingi wa utekelezaji wa kauli mbiu yajayo yanafurahisha. Lakini saa 96 za Dr. Nchimbi Dar es Salaam. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Mzalendo ni Dr. Samia kufunika leo Pwani. Na tukiachana gazeti lako la Mzalendo, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo lenye na habari inayosema JKU eliniza saini mkataba kuendeleza kilimo. Lakini Pemba waridhishwa na mazingira ya kisiasa. Pemba yaridhishwa na mazingira ya kisiasa. TRC na taa kuunganisha miundombinu ya reli viwanja vya ndege. TRC na taa kuunganisha miundombinu ya reli na viwanja vya ndege. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti lako la Uelekeo linaandika kampeni za Samia kutikisa Pwani. Kampeni za Samia kutikisa Pwani. Na mwenge wa uhuru kukagua miradi Rukwa. Mwenge wa uhuru kukagua miradi Rukwa. TANESCO wadau wajadili kulinda vyanzo vya maji. TANESCO na wadau kujadili kulinda vyanzo vya maji. Mgombea urais kafu akemea wanaohamasisha maandamano. Huyo ni mgombea urais wa kafu akemea wanaohamasisha maandamano. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Na tukiachana gazeti la Uelekeo kwenye ukurasa za mbele, tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye habari kubwa inayoanza ukurasa wa 3 inasema Askofu Rugambwa agwa Dar es Salaam akumbukwa kusaidia maskini. Askofu Rugambwa agwa Dar es Salaam akumbukwa kusaidia umasikini.
Lakini taasisi zaunganisha nguvu kukabiliana na rushwa. Taasisi zaunganisha nguvu kukabiliana na rushwa. Lakini utakatishaji wa fedha, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Inaendelea kwa kina ukurasa wa 28. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Habari Leo ni Samia abeba uchumi binafsi na biashara. Samia abeba uchumi binafsi na biashara, hiyo ni habari ukurasa wa pili. Ni katika mwezi mmoja wa kampeni, ahidi neema kilimo na viwanda. Lakini mbunge Mandola kujenga hoteli nyota 5. UN yaitaja Tanzania kinara ongezeko la watalii. UN yaitaja Tanzania kinara ongezeko la watalii. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Mwanahabari lenye asubuhi ya leo linatuhabarisha kwa habari kubwa, Wasira alia na amani nchi rafiki. Wasira alia na amani nchi rafiki. Ewura yatembelea mradi mkubwa wa umeme Sola Kishapu. Ewura yatembelea mradi mkubwa wa umeme Sola Kishapu. Lakini Dr. Mwinyi kujenga Tanzania ya teknolojia. Dr. Mwinyi kumradhi, bali nasema Dr. Samia kujenga Tanzania ya teknolojia, huku mgombea urais wa kafu kuanza katiba mpya akichaguliwa. Huyo ni mgombea urais wa chama cha CUF kuanza na katiba mpya akichaguliwa. Wasiona daa Pwani wanufaika na mafunzo kutoka OSHA. Wasiona daa Pwani wanufaika na mafunzo kutoka OSHA. Hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo. Lakini habari kubwa ni Dr. Samia kujenga Tanzania ya teknolojia. Hiyo ndio habari kubwa inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini gazeti lako la Taifa Huru lenye ukurasa wa mbele inaandika askari na vyombo vya ulinzi na usalama wafanya matembezi ya pamoja. Askari na vyombo vingine vya ulinzi na usalama wafanya matembezi ya pamoja. Lakini Samia kuunguruma Pwani leo. Samia kuunguruma Pwani leo ni katika mwendelezo wa kampeni za CCM kuomba kura kwa wananchi, aendelea kuongoza dola. Lakini ni baada ya kuacha faraja mikoa ya kusini, akiwaahidi kuifungua kiuchumi na kuboresha hali za mtu mmoja mmoja. Lakini TANESCO wadau kujadili kutunza vyanzo vya maji JNHPP. TANESCO na wadau wajadili kutunza vyanzo vya maji JNHPP. Na mradi wa taktiki kubadilisha taswira manispaa ya Moshi. Nurdin Babu asema mradi wa taktiki kubadilisha taswira manispaa ya Moshi. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Huru kwenye kurasa wa mbele. Na tukiachana na magazeti kwenye kurasa za mbele asubuhi ya leo, tuangazie sasa upande wa kurasa za michezo na burudani. Tunaanza kuliangazia gazeti lako la Habari Leo lenyewe linaandika Samia amzawadia Simbu nyumba. Huyo ni Dr. Samia mzawadia mshindi wa Goldi Simbu nyumba. Lakini Yanga yasonga mbele ligi ya mabingwa barani Afrika. Yanga yasonga mbele ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba Azam kibaruani kimataifa leo. Simba Azam kibaruani kimataifa leo. Lakini kwenye burudani, Dula Makabila aigiza tamthilia mpya. Huo ni upande wa burudani, Dula Makabila aigiza tamthilia mpya. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe lenyewe kwenye michezo linaandika Yanga kuwavaa wa Malawi kafu. Yanga kuwavaa wa Malawi kafu ni baada ya kuitoa Waileti kwa jumla ya mabao 5. Lakini Morocco Simba ushindi lazima leo. Huyu ni Morocco asema Simba ushindi lazima leo. Na habari ya kimataifa ni Ken avunja rekodi ya Ronaldo na Haaland. Huyu ni Harry Kane avunja rekodi ya Ronaldo na Haaland. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Zanzibar Leo, Dr. Samia ampa nyumba Simbu. Dr. Samia ampa nyumba Simbu. Yanga yafuzu hatua inayofuata KCL. Yanga yafuzu hatua inayofuata KCL. Mlandege sio riziki kafu. Mlandege sio riziki kafu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Mzalendo naandika Neema ya mwangukia Simbu. Ni baada ya kukabidhiwa nyumba. Neema ya mwangukia Simbu. Lakini Yanga kasi ni ile ile. Simba Azam kazini tena leo. Mechi 53 za kibabe kwa Fadu Simba. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Mwelekeo linaandika Simba Morocco dimbani leo. Yanga yatinga mzunguko wa pili. Ni baada ya kuibanjua Waileti bao 2-0.
Lakini Beatrice huyo mashindano ya dunia. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uelekeo. Na gazeti lako la Machinga linaandika Maema amkubali Morris Abraham, huku Mabula ala tuzo ughaibuni, na Forus atamani makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Machinga ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari kwenye michezo linaandika Yanga ya malizana na Walieti kwa Mkapa, ya chapa 2-0 ya songa mbele ligi ya mabingwa. Maema amkubali Morris Abraham. Lakini kimataifa, Man United yapigwa EPL. Real Madrid wafuatilia kandarasi ya Konate. Real Madrid wafuatilia kandarasi ya Konate. Hilo ni gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa michezo. Lakini tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenyewe asubuhi ya leo kwenye kurasa wa michezo linaandika Yanga Frozen ndo hii kukipiga na Malawi. Yanga Frozen ndo hii kukipiga na Malawi. Lakini Morocco achimba mkwara achawaje, Ibenge ni rekodi Azam. Lakini kimataifa, Man United yapigwa Amorim ajadiliwa. Man United yapigwa Amorim ajadiliwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa wa michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji wema na kwaherini, asubuhi njema.